Katika kipindi hiki ambako ndani ya Yanga kuna presha kubwa inapelekwa na mashabiki wa timu hiyo wanaodai hawamuelewi kocha mkuu Romain Folz, taarifa mpya ni kwamba upande wa viongozi nao wameanza kuvutana. Ukiangalia kwa nje, sakata la hatima ya Folz bado linakosa picha yenye utulivu baada ya kuibuka mijadala tofauti juu ya mustakabali wa kocha huyo. Folz hajapoteza mechi yoyote ya mashindano, na sio hicho tu, pia timu hiyo haijaruhusu nyavu zake kutikiswa, lakini ikatoa sare isiyo na bao katika mechi ya mwisho ya ligi kuu bara kucheza ugenini dhidi ya Mbeya City. Sare hiyo ndio ikatibua zaidi, kwani mashabiki waliokuwa karibu na jukwaa kuu pale uwanjani Sokoine jijini Mbeya wakaanza kupeleka presha kwa mabosi wao wakitaka wafanye maamuzi ya kumuondoa Mfaransa huyo. Presha hiyo ya mashabiki ni kama imeanza kuingia baadhi ya mabosi wa klabu hiyo ambao wamegawanyika, baadhi wakiona kama wanatakiwa kufanya mabadiliko ya kuishia njiani na kocha huyo raia wa Ufaransa. Hata hivyo, kundi hilo bado linashindwa kwenda mbali, likikutana na wengine wakiona ni kama mapema kufanyika kwa maamuzi hayo kutokana na sare ambayo imewavunja nguvu wengi, ikichangiwa na uwanja mbovu. Kundi ambalo linamtaka Folz ang'olewe linadai ni vyema uamuzi huo ukachukuliwa haraka ili kikosi hicho kipate muda kukaa na kocha mpya wakati huu ambao ligi kuu bara imesimama. Nikimnukuu moja ya mjumbe wa kamati ya utendaji, amesema huyu kocha anatupa mashaka na vile hatuna maamuzi ya mwisho. Timu yetu haichezi kama zamani na hatuoni mwanga kwamba haya yatabadilika. Ndiyo maana tunashauri ni bora wakati huu ligi inasimama tumlete kocha mwingine akae na timu, atengeneze timu itakayocheza kwa kuturidhisha. Mwisho kunukuu. Lakini pia moja ya mabosi wengine amesema kuwa bado akili yao kwa sasa ipo na Folz. Bosi huyo ambaye akaenda mbali zaidi akisema kuwa Yanga ni klabu inayoweza kuwasikiliza mashabiki na hata ushauri wa wadau wengine, lakini hatima ya kocha huyo haitafanyika kwa haraka kwa pressure ambayo inaendelea sasa. Nikimnukuu amesema, hii klabu ina uongozi makini sana. Tunakubaliana kuna hiyo pressure, lakini ukiwa kiongozi unaongoza klabu yenye watu wengi kama hawa, basi lazima maamuzi yako yawe yenye kuzingatia mambo mengi na sio tu kwa sababu ya watu baadhi wanaona kocha hafai. Ukiniuliza mimi, naona hatuna sababu kubwa sana kufanya hayo maamuzi. Hebu nikuulize, hivi Yanga imewahi kuwa na mechi rahisi dhidi ya Mbeya City? Utaweza kufanya kitu sawa sawa kwenye uwanja kama ule? Ukipata majibu utaona unahitajika kutulia kuona sababu sahihi itakayokupelekea kukubaliana na mtazamo wa watu. Kila mmoja anatamani timu ishinde, hata huyo kocha, na sisi viongozi tunawasikia mashabiki, hatuwapuuzi, tunasikiliza pia ushauri wa watu wengine, na baada ya hapo tunachuja yote na kupata msimamo mmoja. Ninachokuambia kwamba kocha bado yupo, mwacheni aendelee na kazi yake. Mwisho kunukuu. Msikie Folz mwenyewe akizungumzia kiwango cha timu hiyo. Folz amesema hana pressure yoyote, kwani bado timu ipo imara na kwamba muda si mrefu utafika kikosi chake kitacheza kwenye kiwango cha juu. Folz amesema suluhu walioipata dhidi ya Mbeya City ilitokana na ubovu wa uwanja ambao anaamini hata zingetoka timu Ulaya zisingeweza kupata pointi ambayo ameipata. Nikimnukuu amesema, ni matokeo ya soka ambayo tumeyapata, sina shida na wachezaji wangu, walijituma sana kuitetea timu, lakini wakati tunaishambulia Mbeya City uwanja nao ukawa unasaidia kutukaba. Sisi Yanga tumepata pointi moja, lakini naamini kwa hali ya uwanja ule hata ingetoka klabu kubwa Ulaya isingeweza kupata ambacho tulipata. Ligi bado ndio kwanza tumecheza mechi ya pili msimu huu, nani anajua kipi kitatokea huko mbele. Inawezekana mwingine asione faida ya timu kucheza kwenye uwanja mzuri, lakini mimi kama kocha na wachezaji tunajua faida kucheza kwenye uwanja mzuri. Ile ilikuwa sehemu ya kupata historia mpya kwenye maisha yangu kwa uwanja ule. Tutarekebisha. Kitu muhimu nataka kusema ni kwamba utafika wakati Yanga itacheza kwenye kiwango bora ambacho tunataka. Tutafika hapo sio muda mrefu, tunafanya kazi kwa nguvu ili tufikie hapo. Mwisho kunukuu. Tangu Folz atue Yanga akimpokea Melody Hamdi, ameiongoza timu hiyo katika mechi 10 zikiwamo 5 za kirafiki, ambapo imeshinda 9 na kutoa sare moja, ikifunga mabao 21 na kuruhusu mawili pekee, tena mechi za kirafiki.